Na mtazamaji bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni ni pamoja na kile ambacho kimetokea baada ya Harmonize kuzungumza yale ambayo ameyazungumza. Maana tunafahamu kwamba Harmonize bwana, siku ya juzi aliposti video akiwa analalamika kuhusiana na issue ambayo ameifanya moja kati ya watu ambao ni watu wa media hapa Tanzania, tunamzungumzia Majizo. Kwa mujibu wa Majizo, aliamua kuzungumza kuhusiana na sakata zima la wasanii kuto kupata support kutoka kwa mashabiki zao, jambo ambalo kwa upande wake Majizo bwana, ni moja kati ya vitu ambavyo alikuwa anaviona kabisa kwamba vinaenda kudidimiza mziki wa Bongo Flava, kwani bila ya mashabiki kusupport wasanii, obviously industry ya mziki wa Bongo Flava inaporomoka. Kwa hiyo Majizo alitoa wito kwa wadau mbalimbali kwamba wajitahidi kurudisha mapenzi kwa wasanii wao, kuwasapoti ili kuhakikisha kwamba industry ya mziki wa Bongo Flava hapa Tanzania inazidi kwenda mbele, kwani ni moja kati ya vitu ambavyo ni vyanzo vya ajira kwa vijana wengi sana hapa Bongo. Sasa Majizo wakati anaelezea hiyo situation bwana, ni kwamba akatoa mfano kwamba watu wameonekana wazi kama vile wanamchukia Diamond Platnumz, wakati ukizingatia bwana, Diamond ni moja kati ya wasanii hapa Tanzania ambao wameikuza industry ya mziki wa Bongo Flava kwa kiasi kikubwa kwa kutoa vipaji mbalimbali ikiwemo Harmonize, Rayvanny, Zuchu, Lavalava na wengine wengi. Sasa kitendo cha Majizo kumtaja Harmonize hapo kwa kumhusisha na Diamond ni kitu ambacho Harmonize yeye kimemkwaza, kimemkera, na moja kwa moja akaposti video akiwa anaelezea hiyo situation kwamba hajapendezwa nayo, huku akiwa anazungumza yote hayo kwa lugha ya Kiingereza. Sasa jambo la Harmonize kuongea lugha ya Kiingereza wakati anajielezea ni kitu ambacho kimefanya wadau mbalimbali wameona kama vile Harmonize amefanya kitu cha kishamba, kwani Kiingereza ambacho chukua naongea bwana kilikuwa hakijajitosheleza, yani hakijanyooka, na hakukuwa na haja yeye kuongea Kiingereza wakati audience ya watu wengi wanaomfuatilia ni watu ambao hawajui Kiingereza, wanajua zaidi Kiswahili. Kwa hiyo Dulvani bwana ni moja kati ya watu ambao wamejitokeza hapa na amelizungumzia hilo swala kinaga ubaga, kiundani kabisa, akiwa anamuumbua Harmonize kwamba kitendo alichokifanya bwana cha kuzungumza Kiingereza ni ushamba. So hebu msikilize hapa bwana Dulvani kwa namna moja au nyingine, kwa ufupi tu kile ambacho amekizungumza baada ya Harmonize kuonekana akiwa anazungumza lugha ya Kiingereza online. Wasanii wa Bongo ushamba mtaacha lini? Yaani unakuta msanii toka ametoboa mpaka sasa hivi ni miaka mingapi, lakini still bado anatoka na ule ushamba wake huko, hakui, haendelei, anatuletea tena ushamba kwenye miaka ambayo watu washafanya mambo mengi, yani watu washapiga hatua. Hivi watu watabadilika lini? Watu watabadilika lini? Yani mpaka leo hii mtu anaona kama Kiingereza ndio kitu cha kifahari. Alafu sasa hicho Kiingereza bora ukijue. Hujui pronunciation mbaya, alafu mtu unang'ang'ania kuongea Kiingereza ambacho hata hao mashabiki zako wenyewe ambao unasema unataka wasikie wapate habari pia hawaelewi. Bro, hakuna kitu kibaya ambacho mtu hutakiwi kwenda nacho sehemu yote kama ulimbukeni. Yani ulimbukeni unaweza ukakufanya ukapoteza vitu vingi sana, ukapoteza reputation, ukapoteza hata aina ya watu jinsi wanavyokutazama. Yani ulimbukeni ni kitu kibaya sana. Unajua sasa hivi tumefika kwenye wakati watu wanaogopa kusaidia watu ambao wana uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa sababu ya ushamba wa watu ambao wanafanya, ambao tayari wameshasaidiwa. Yani mtu anaogopa kabisa, ni leo nimchukue huyu nimpeleke hapa, nimchukue huyu nimtoe nimpeleke hapa, usi atakuwa kama yule. Yani watu wanaogopa kupitia nyinyi, yani watu hawana cha kujifunza tena kupitia nyinyi, kwa sababu nyinyi mnafanya hivyo ni kama kuwaharibia wale watu wengine
pia waogope kusaidiwa, waendelee kustruggle. Hivi wewe unasema kwamba ulikuwa na kipaji ndio maana ukaweza kufika hapo. Hivi kuna watu wangapi huko mtaani wana vipaji na bado wako huko mtaani? Wanajua sana na bado wapo huko mtaani. Kila kitu kinabidi kishikwe mkono kiweze kufika pale. Kwa hiyo pale kidogo ambapo wewe unaona mtu alikupush, you have to appreciate it. Sio kuanza kusema mimi nilikuwa na kipaji chako wewe kilikutoa, kipaji chako wewe ndio kilikufanya uwe hapo, kipaji chako wewe ndio kilifanya watu wakujue. Wewe si ulikuwa unaimba, si ulikuwa na rekodi, si ulikuwa unafanya vitu. Nani alishawahi kukujua? Watu tunapishana na watu kila siku. Watu TikTok huko wanatoa majimbo, watoto wadogo wanatoa nyimbo, wanaimba baibuda za ukweli, wanaain kweli, lakini still bado wachanga, bado wapo huko mitaani, na watu wanaogopa kuwasaidia kwa sababu wanaamini wakija kuwasaidia wanaweza wakaja kuwa kama nyinyi washamba, wanaweza kuwa kama nyinyi malimbukeni, wanaweza kuwa kama nyinyi mayuda, watu ambao mnasaidiwa alafu baadaye mnaenda mnageuka watu. Mnakuja hapa somebody, huyo somebody ndio wewe. Yaani hiyo huwezi kupinga. Huyo somebody unaosema, huyo somebody ndio amekutengeneza wewe. Bila huyo somebody wewe usingekuwa kitu. Acha maneno ya dharau, acha maneno ya kijinga, acha maneno ya kitoto, acha maneno ya kishamba. Mnapokaa huko na watu wenzako, mnakaa mnaongelea watu wakubwa ambao washapiga hatua. Unaongea nini? Binadamu hivyo, wasanii wa Bongo, mtu anakupa nafasi, unapata nafasi, eti leo na bana big ushamba. Yani hata Mungu mwenyewe vitu kama hivyo akiona, naamini anaona hawa binadamu niliwatengeneza ni bogus kabisa. So hicho ndicho alichokizungumza Dulvani kuhusiana na kile ambacho Konde amekifanya jana, lakini baada ya hapo ni kwamba mkali wenu naye pia amekuja kushangaa kuona kwamba Dulvani kweli wakumuita Harmonize mshamba. So mkali wenu naye pia amerekodi video akiwa analizungumzia swala hilo. Hebu msikilize hapa. Jamani, hebu tuulizeni, huyu msanii anaitwa Dulvani, hivi Dulvani yuko sawa kabisa? Sawa, perfect. Dulvani kabisa anakaa anamcharazia Harmonize, anamwita Harmonize mshamba. Dulvani, Harmonize is a superstar. So hicho ndicho alichokuja kukizungumza huyu bwana, si mwingine bali ni mkali wenu, mmoja kati ya wasanii ambao wa comedy kama the way ambavyo Dulvani alivyo. Mkali wenu naye pia tunamfahamu kama msanii wa comedy, lakini yeye kidogo tunaweza kusema kwamba ideology ambayo yeye yuko nayo imekuwa tofauti kidogo na kile ambacho amekizungumza Dulvani. So ukiwa kama mdau, naye pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.